Twende pamoja kinaletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank, Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Naam, uhali gani mtazamaji wa Channel 10? Karibu katika kipindi cha Twende Pamoja. Siku zote tunaposema twende pamoja, tunasema twende pamoja na nani? Tunasema twende pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Hamisi Mkotia na kualika tuketi pamoja kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia masuala ambayo yametukutanisha mezani kwa siku ya leo. Mtazamaji, kumbuka tu kipindi cha Twende Pamoja ni kipindi ambacho hukujia siku kama ya leo na wakati kama huu, na dhamira yake huwa kinaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta mbalimbali. Tutaangazia sekta ya uchumi, sekta ya maji, kilimo, afya, barabara, miundombinu, tehama nyingine mbalimbali ambazo tumekuwa tukijadili katika mfululizo wa vipindi vyetu hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Katika siku ya leo mada yetu tunakwenda kuangazia mafanikio ya serikali katika sekta ya biashara na uchumi. Kama nilivyokujuza mtazamaji, tunaangazia katika sekta mbalimbali. Basi leo tunakwenda kuigusa na kuangalia serikali ya awamu ya 6 imefanya jitihada gani katika kuboresha sekta ya biashara na kukuza maendeleo ya kiuchumi. Mimi ni Hamisi Mkotia, karibu na fuatilia kipindi hadi wakati mwingine ili uweze kujua ni yepi ambayo siku zote tumeendelea kuyajadili katika kipindi hiki. Kujadili mada ya leo tumemwalika hapa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Huyu ni Mfaume Fadhili. Mfaume, karibu. Asante sana. Naam. Hebu tuanzie kwanza, utulivu wa kibiashara katika eneo la Kariakoo ukoje hivi sasa? Alhamdulillah. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, aliyetujalia tukakutana hapa, lakini tunazungumza na Watanzania wote kwa ujumla, akiwemo viongozi waandamizi wa serikali pamoja na wafanyabiashara kwa ujumla. Kwa kwanza jambo la kumshukuru Mungu, lakini vile vile tushukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambao mpaka sasa tunaona kuna utulivu wa kisiasa, lakini kuna utulivu wa biashara zetu za Kariakoo. Kwa Kariakoo namna ilivyo mpaka sasa hali ni tulivu. Mambo mengi yamefanyika na tunaona dhamira ya kweli. Dhamira ambayo ndani yake Mheshimiwa Rais anaonyesha huruma kwa Watanzania. Soko la Kariakoo linatafsiriwa ni soko lenye ukubwa kiasi gani na linahudumia kiwango gani cha wafanyabiashara? Soko la Kariakoo ni soko ambalo lina wafanyabiashara tofauti tofauti, kwa maana wafanyabiashara wadogo, wakati na wafanyabiashara wakubwa. Lakini soko la Kariakoo lina maduka mengi, takriban zaidi ya 45,000 maduka. Na kila siku endao kwa Mungu watu wanaoingia na kutoka kwa kila lisali moja mpaka masaa mawili ni takriban watu milioni 1. Kwa hiyo Kariakoo ni habu ambayo wakati wote inaingiza na kutema mizigo nje. Wakati wote inaingiza wateja na kutoa mali za wateja nje ya Kariakoo, kwa maana ya kupeleka
mikoani. Kwa hiyo ni uso wa uchumi. Wewe ni kiongozi katika jumuiya ya wafanyabiashara wa Kariakoo. Wako baadhi ya watu ambao wanaweza wakawa wanabeza na kuiona Kariakoo wakafananisha na masoko mengine ya kawaida ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Ukicheza na Kariakoo kibiashara, nini maana yake hapo? Kwa Kariakoo, kwa namna ilivyo, kwanza namna ilivyopangika ni tofauti na masoko mengine nchini, lakini ni tofauti na masoko mengine Afrika Mashariki, kwa sababu ni soko linapokea watu wote, watu wadogo kabisa wa machinga hapo Kariakoo, watu wa kati waliosajiliwa katika mfumo rasmi wa tini, na watu wa juu. Lakini vile vile soko la Kariakoo huwezi ukalibeza, kwa maana ndio sehemu kubwa ya ukusanyaji wa kodi. Kodi kwa maana ya kodi za central tax zinazokusanywa kupitia TRA, lakini kodi kwa maana ya local government tax ambazo zinakusanywa kupitia serikali ya mitaa, na tozo mbalimbali zinakusanywa Kariakoo. Mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa. Kipindi hewani ni Twende Pamoja, na mada kwa siku ya leo tunaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya biashara na uchumi. Na katika kujadili mada ya leo tumemwalika makamu mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, Bwana Mfaume Fadhili Mfaume. Pamoja nami tunaendelea kujadili mada hii. Nikusihi tu mtazamaji, fuatilia kipindi hiki hadi tamati. Utaweza kuvuna mambo mengi na kujifunza na kufahamu mambo mengi. Nini serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kwa wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wakati na wafanyabiashara wadogo katika eneo la Kariakoo. Mfaume, kabla tujajikita zaidi ndani katika eneo la biashara, katika eneo lako la Kariakoo ambapo wewe ni makamu mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara, ukurasa wa 5 katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 inazungumzia kuhusiana na serikali kukamilisha dira ya maendeleo ya taifa ya 2025 na kukamilisha tena kuanzisha dira nyingine 2025-2050. Una maoni gani juu ya kipengele hiki cha dira ya maendeleo ya taifa? Kwanza, ilani ya Chama cha Mapinduzi ni mfano wa mkataba baina ya chama na wananchi, kwamba mkitupa sisi dhamana ya kuiongoza serikali, tutawafanyia wananchi haya na haya na haya. Kwa hiyo kupitia kwenye ilani ya chama, kwenye utangulizi wa ilani hile ya chama, ukurasa wa 5 kwenye kifungu cha 8 kinazungumzia namna chama itakavyofanya, kwa maana chama inatambua kwamba kuna ukamilishaji wa dira ambayo inaishia 25, dira ya maendeleo ya taifa. Dira ya maendeleo ya taifa inatambua hivyo na itakamilisha mpaka 2025. Lakini chama kitasaidia na kitawezesha na kitashiriki kuiongoza serikali katika kuandaa dira ya 25-50. Sasa ukisoma kwenye kifungu hichi cha 8 cha ukurasa wa 5 inaelezea pamoja na hayo, sanjari na hayo, na kuandaa pia dira ya 2050 kupitia serikali ya Zanzibar. Tunafahamu kwamba jamhuri, upande mmoja ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na upande mwingine ni serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mapinduzi haya ambayo yalifanyika mwaka 64 mwezi wa 4. Sasa nani muungano huu ambao ulifanyika mwaka 64. Sasa ukisoma ilani hii kwenye huu ukurasa wa 5 uweze kuumaliza. Hichi ambacho kinaandaliwa ni kwa ajili ya kuwawezesha na kurahisisha biashara katika sekta binafsi na kuchachua uchumi. Sasa ili uipate ilani vizuri, lazima uende kusoma ukurasa wa 9, ambao ukurasa huu wa 9 sura ya 2 inazungumzia mapinduzi ya maendeleo ya kiuchumi. Maana yake nini? Ilani hii inasomana moja kwa moja na katiba ya Jamhuri ya 77 toleo la mwaka 2000 Aprili 15, ibara ya 9D ambayo inazungumzia mpangilio wa maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo unaona kabisa huu mkataba baina ya chama na wananchi unaenda kabisa kuchachua biashara
kuchachua uchumi. Na hapa sasa ndio wanaingia wananchi na wanaingia wafanyabiashara. Sisi kama wafanyabiashara tulikuwa na kero 41 tulizipeleka serikali kuu. Katika kero 41, kero 35 zilifanyiwa kazi. Hii inaonyesha jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan alivyokuwa rais msikivu, mwenye huruma, lakini mwenye dhamira ya kweli ya ustawi wa wananchi. Na haya anayafanya kwa sababu ya kuwapenda wananchi, lakini kwa sababu anapenda utawala bora wa kisheria. Kwa maana lengo la serikali kwa mujibu wa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri, ibara ndogo B, inazungumzia lengo la serikali itakuwa na ustawi wa wananchi. Naam, Mfaume, sawa. Umesema vizuri hapa. Ilani inayotekelezwa ya Chama cha Mapinduzi hivi sasa ni 2020-2025 ambayo inaelekea ukomo wake, na itazinduliwa ilani nyingine ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hebu tuje kwenye kipengele hiki cha ilani kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Ilani hii imetekelezwa vipi hapo kwako Kariakoo, kama mfanyabiashara, kama kiongozi wa jumuiya? Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye sekta ya biashara na uchumi ikoje? Sisi tumeona utekelezaji mkubwa sana. Lazima tuseme ukweli, tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumpongeze Rais wa Jamhuri Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye ilani ile, kwenye huu ukurasa wa 9, ukienda in deep, ukurasa wa 9 ibara ya 14, ukienda kwa kina, ukienda kwa kina, ukurasa wa 9 ibara ya 14, ambao ukurasa huu wa 9 ndio unazungumzia ndio una sura ya pili wa mapinduzi ya maendeleo ya kiuchumi. Kwenye hii ibara ya 14 inazungumzia urahisishaji wa kanuni, sheria ambazo sekta za umma itashirikiana na sekta binafsi. Hichi ni kipengele cha 14D. Lakini B inazungumzia maendeleo ya kiuchumi. Kwa ili usome haya maendeleo ya kiuchumi, tena inasema microeconomy. Sasa hapa urahisishaji, ukiangalia urahisishaji wa sheria, kanuni, taratibu tunaziona. Leo hii hapa ninavyozungumza kuna vituo jumuishi katika urahisishaji wa biashara. Hapa manispaa ya Ilala hapa kuna one stop center ambao pale TRA wapo, TIC wapo, BRELA wapo. Yaani ukiwa na jambo lako unaweza ukafika pale ukamaliza. Lakini urahisishaji wa hizo sheria tunaona kabisa katika utaratibu wa Kariakoo kulikuwa na mfumo wa kamata. Katika hizi kero ambazo nilikwambia ziliwasilishwa serikalini, kero 41, kero 35 zilifanywa kazi. Mojawapo ni utaratibu wa kamata ipo tena Kariakoo. Na kamishna mkuu, tunampongeza kamishna mkuu wa TRA baada ya kuteuliwa na rais. Rais alimpa maelekezo, nenda kazungumze na sekta binafsi, nenda kazungumze na wafanyabiashara. Angalia vile vitu ambavyo ni kero uweze kutatua na maisha yaendelee. Sisi kama wafanyabiashara kwa sasa tunalipa kodi bila bughudha. Lakini unaona kabisa pamoja na hizo kero 6 zilikuwa za kisera na kisheria. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya maboresho ya kodi. Lakini wakati huo kuna kamati nyingine inafuatilia city service levy ambayo hii inakusanywa na local government. Ukitizama kwenye hili unagundua sheria na kanuni zipo, lakini zimeboreshwa kusaidia sekta binafsi, kwa maana wafanyabiashara kuchachua. Haya ni maelekezo ya ilani ya chama kwa mujibu wa sura ya pili ambayo inazungumzia maendeleo ya kiuchumi, ibara ya 14D na ibara ya 14B. Nikurudisha nyuma kidogo Mfaume. Kipindi fulani hapa tuliona Kariakoo palikuwa hapa kaliki, wafanya biashara, migomo, watu wanasusia kufungua maduka na nini. Ukiuliza watu wanalalamikia kodi, watu mzigo unatozwa kodi mara 2, unatozwa store, unatozwa dukani, na ile utekelezaji wake imefikia wapi, na hadi hivi sasa utulivu umepatikana kama ulivyosema? Kama nilivyosema, msingi, ukiangalia kwenye msingi wa ilani
unaozungumzia kurahisisha sheria, kanuni na taratibu, kuna sheria ya VAT, ya kodi ya ongezeko la thamani. Sheria ya mwaka 97, lakini imeendelea kufanyiwa marekebisho hatua kwa hatua. Ile sheria, katika vitu ambavyo watu wa Kariakoo walikuwa wanalalamikia ni juu ya VAT. Na kwa faida kubwa ya watazamaji, lazima ni koti ile sheria ili watu waelewe tulitokea wapi. Sawa. Kwa mujibu wa ile sheria inasema, for the purpose of this act, unless otherwise provided in this act or regulation made under this act, taxable supplier is a supplier of goods and services made by a taxable person in the cause of or for the national economic interest. Wakati inaanza mwaka 97 ilisema for the national economic interest, hapa ilisema after the start of VAT. Kwamba kwa mujibu wa dhamira ya sheria hii au vinginevyo ilivyoelezwa kwenye sheria hii, uuzaji au usambazaji wa bidhaa ambazo zina elementi ya kikodi, ya kodi ya ongezeko la thamani, sawa, watu wote hawa watakuwa katika mfumo rasmi wa kusajiliwa na watatambulika kama taxable person. Yani taxable person, sheria hii kifungu cha pili inasema a person registered or required to be registered after the start of VAT. Sasa kwenye kifungu hichi cha 5 ambacho kinazungumzia kodi la ongezeko la thamani na usajili wa VAT, kifungu hichi kinasema A, making of gifts and loans; B, leasing or leasing goods on hire; C, the appropriation of goods for consumption or personal use made by taxable person or another person; D, barter trade or exchange of goods. Kwa maana mtu anayewajibika kulipa hii VAT ni yule ambaye amesajiliwa na yule ambaye ni mteja. Sasa wapi nasema kwenye ilani imezungumzia kurahisisha sheria na kanuni, na sheria hii ilifanywa pia marekebisho baadaye, ikatoka vifungu vingine. Hapa ilitakiwa mtu ili asajiliwe kodi ya ongezeko la thamani ilikuwa kiwango ni milioni 100. Threshold. Zamani ilikuwa milioni 40. Lakini mpaka utawala unaingia, utawala wa Mama Daktari Samia Suluhu Hassan, ilikuwa ili mtu asajiliwe afikie kiwango cha mauzo ya milioni 100. Hili mama kuliona kwa uzoefu wake na ufahamu wake wa wananchi na huruma na uelewa wake wa uchumi, biashara nyingi na kukua kwa uchumi, milioni 100 sio kubwa tena. Akaitoa kutoka milioni 100 kwenda milioni 200. Kwamba ili usajiliwe katika VAT, biashara yako lazima iwe na mtaji wa milioni 200. Mzunguko wa mauzo ufikie milioni 200 badala ya 100. Nini tunakiona hapa faida? Na nini tunaona nafasi ya ilani ya chama kwa serikali na faida kwa wananchi? Kwenye kulirahisisha hili, sheria ilienda ikafanywa marekebisho kupitia Finance Act. Ikarekebisha VAT threshold, badala ya kuwa milioni 100 ikawa milioni 200. Moja, tunaongeza wigo wa kodi kwa maana ya tax base. Hilo la kwanza. Lakini la pili, unawarahisisha wafanyabiashara kutamani kufanya biashara, kutamani kusajiliwa kwenye mfumo rasmi, kwa maana hata mitaji yao ikikua kwa haraka, thamani ya utozaji wa kodi utatozwa kwa nafuu. Nini kitakachofanyika kwa mfanyabiashara? Mtaji utakuwa, lakini pili ataajiri. Anapoajiri, ina maana sasa tayari kwenye zile ajira milioni 8 ambazo ilani ya chama kwa mujibu wa ukurasa wa 5 kwamba iliahidi wananchi, zinapatikana kupitia pia sekta binafsi. Huyu pamoja na kwamba anaajiri, mtaji wake unakuwa. Wakati huo serikali inakusanya kodi kupitia yeye. Maana yake nini? Watu wengi watatamani huo mzunguko wa milioni 100 kuendelea kupanda, na watatoa risiti na watafaidika na kutamani kuendelea kushirikiana na serikali, kwa sababu ili mtu asajiliwe VAT ni mpaka afikie milioni 200.
Kwa gharama za uendeshaji kwa mtu mwenye milioni 100 bado ni nafuu, lakini zinamvutia yeye kusogea hatua mbele kufikia milioni 200. Hapa anapofikia milioni 200 anakuwa tayari mtaji umekuwa, anakuwa na uwezo wa kumlipa muhasibu, kwa sababu haya mambo ya VAT lazima umlipe muhasibu akutengenezee mahesabu. Kwa mtaji wako ukiwa mkubwa, gharama za kila siku kwa maana daily operation unaweza ukazifanya. Lakini hili limefanyika vipi? Ni utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais. Imefanyika vipi? Kwa sababu utekelezaji wa ilani ya chama ambao wanataka kurahisisha kanuni, sheria, taratibu, watu wa umma kushirikiana na sekta binafsi. Naam. Wakati mama anaingia madarakani kulikuwa kuna ile kamata kama ulivyosema, kulikuwa kuna vikosi kazi vimeundwa vya kukusanya kodi, kwamba kodi ilikuwa inakusanywa kwa nguvu. Kwa marekebisho haya na maboresho haya ya sheria na utashi wa kisiasa alionao Mheshimiwa Rais, ile hali tena ya kukusanya kodi kwa mtuto wa bunduki na nguvu ikoje hivi sasa? Kama sote tunakumbuka, turudi kumbukumbu nyuma, Mheshimiwa Rais baada tu ya kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifika bungeni akasema, sitaki kodi ya dhulma, sitaki kabisa kodi ya dhulma, sitaki kodi za vitisho. Wahusika, maafisa wa kodi wawe na busara, pamoja na sheria kuwepo, watumie hekima na busara, na wafanyabiashara wafanye mazungumzo na watoza kodi kwa maana ya TRA. Baada ya hivyo, bado Mheshimiwa Rais alifanya marekebisho makubwa katika uteuzi. Akamwagiza, akamteua kamishna mkuu Bwana Yusuf Mwenda. Naam. Amekuwa ni mtu wa hekima na busara. Kamishna mkuu wa TRA. Kamishna mkuu wa TRA amekuwa ni msikivu. Lakini juu yake kuna mawaziri waandamizi, waziri wa viwanda na biashara, kwa sababu viwanda na biashara ndio kama vile mzazi wa wafanyabiashara. Ukiangalia mawaziri waliopita kwenye viwanda na biashara wamekuwa mawaziri sikivu, wanapokea maoni, wanapokea ushauri na wanafanyia kazi. Na hili alifanyika kwa sababu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo hayo. Mheshimiwa Jafo ameteuliwa hivi karibuni, lakini amefika Kariakoo mara nyingi. Kupitia mazungumzo ya mezani, kupitia majadiliano, imeonekana hakuna sheria ya operesheni. Kamata mfumo wa operation wa kikosi kazi haupo kisheria, na kodi inaweza kukusanywa kwa weledi na hekima. Ndio sasa hivi Kariakoo hakuna kamata, na wala wafanyabiashara hawategemei kamata. Lakini yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mimi sitaki kodi ya dhulma, sitaki kodi ya vitisho, na watu wanalipa kodi bila wasiwasi. Yaani sasa hivi mtu akipigiwa simu na TRA hana wasiwasi, ana uwezo kusema bwana, nimebanwa nitakuja baadaye, au nimebanwa nitakuja kesho, na kodi anajua inazungumzika. Hapa nyuma kuna maneno yanafahamika kwamba Watanzania walio wengi hawana utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari, kwamba lazima washurutishwe. Ile inasababishwa na nini kwamba paka mtu ashurutishwe, na leo unatuambia kwamba sasa hivi watu wanalipa kodi bila tatizo lolote? Ni imani kubwa wa Tanzania na wafanyabiashara walionao kwa Mheshimiwa Rais. Maneno aliyozungumza bungeni mara ya mwanzo ni kama vile yalitua ule mzigo watu waliokuwa wamebeba kifuani wakapumua. Lakini tuliona watendaji wake wanatafsiri maono yake kwa vitendo. Sasa hivi kuna elimu ya kodi mara kwa mara. TRA wamekuwa wakitoa elimu ya kodi mara kwa mara kupitia vipindi, lakini kupitia makongamano, lakini kupitia kuja kuzungumza na wafanyabiashara Kariakoo. Kamishna mkuu haijawahi kutokea. Kwa maelekezo ya Rais, kamishna mkuu alikuja Kijiwe cha Raha Kariakoo. Kuna kijiwe kinaitwa Raha.
akaja akanywa kahawa na sisi. Kijiwe cha raha. Kule Saigoni hajafika. Anakuja kunywa kahawa na sisi na anajadili jambo la kikodi kirafiki. Na akakubali kuulizwa maswali, akayajibu. Lakini hakuja mwenyewe, amekuja na viongozi waandamizi wa serikali, viongozi waandamizi wa TRA. Mkuu wetu wa Ilala Comrade Edward Mpogolo alikuwepo. Anazungumza, unaona kabisa anakunywa kahawa, anazungumza hili linawezekana, hili tutatumia njia hii tutatumia njia hii kurekebisha. Hiyo nini? Maana yake nini? Ndio imevutia makusanyo ya kodi yamekuwa yakiongezeka, na kila wakati watu wakivuka malengo, wana over target. Lakini hakuna mtoto wa bunduki, hakuna kikosi kazi. Maana yake ni kwamba lile analolipenda Mheshimiwa Rais na analolitamani kwa wananchi, ndio viongozi waandamizi wanalitekeleza kama anavyotaka. Kwa hiyo sasa hivi hakuna mtu mwenye hofu wa kupigiwa simu na afisa biashara au kupigiwa simu na TRA. Ana hofu na anajua ni kodi na uzungumzika. Hii siiwezi, anaambiwa ni kiasi gani unachokiweza kulingana na mauzo yako na nini. Hii inazungumzika, wala hakuna kumdhulumu mtu. Naam, mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka, na mada mezani kwa siku ya leo tunaangazia mafanikio ya serikali katika sekta ya biashara na uchumi. Na kujadili mada hii tumemwalika makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, Mfaume Fadhili Mfaume. Tupate tangazo hivi sasa, alafu baada hapo tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na mada hii. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Naam, Halotel pamoja kwa ubora, ndivyo anavyomaliza namna hiyo mdhamini wetu Halotel Tanzania, mtandao kabambe kabisa katika sekta ya mawasiliano nchini Tanzania. Kipindi hewani ni Twende Pamoja, na mada kwa siku ya leo ni mafanikio ya serikali katika sekta ya biashara na uchumi. Na katika kujadili mada hii tumemwalika makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, Mfaume. Mfaume, wakati mfadhili wetu yuko hewani, turudi sasa hapa tuangalie kwenye swala la ukwepaji wa kodi na mianya ya rushwa. Jambo hili likoje hivi sasa huko mtaani? Tunasema kwamba huwa siku zote mzazi ndiyo kiongozi wa familia na rais ndiyo kiongozi wetu sote, ndio mkuu wa nchi. Kwa mujibu wa ibara 33 ibara ndogo ya kwanza inasema kutakuwa na rais. Ibara 33 ibara ndogo ya pili, rais atakuwa ndio mkuu wa nchi, mkuu wa serikali na amiri jeshi mkuu. Maono ya rais yanavyotafsiriwa na watendaji wake ndio furaha ya wananchi. Sasa napokuja swala la ukwepaji kodi, kwa sababu rais amekuwa msikivu, maana yake serikali imekuwa msikivu, hakuna mtu mwenye haja tena ya kukwepa kodi. Tunakubali katika familia ya watoto 5 hawakosekani watukutu 2, 1. 4 wakiwa wazuri, ina maana ni sababu ya huyu mmoja kubadilika. Rais amerahisisha tena changamoto ambayo ilikuwepo kwenye forodha bandarini pale, kwa maana ya mizigo kuingia bandarini na ukadiriaji wa mizigo bandarini.
Sasa nataka nikuonyeshe usikivu wa rais na huruma yake kwa wananchi. Ukitizama pale bandarini kwenye sheria ya forodha kuna sheria mbili. Kuna East African Common External Tariff na East African Custom Management Act. Ukiangalia kile kifungu cha 122 kifungu kidogo cha pili, yani section 122 subsection 2 inasema upon written request importer shall be entitled to an explanation from the proper officer as to how the custom value is being determined. Kifungu kile cha 122 kinasema kwamba ukadiriaji wa pale wa kikokoteo cha kodi kutakuwa na majadiliano baina ya huyu importer mfanyabiashara au kupitia clearing and forwarding na afisa wa TRA. Upon written request, importer shall be entitled to an explanation from the proper officer as to how the custom value has been determined. Katika yale majadiliano, afisa wa kodi ataonyesha vipi amefikia kikokoteo cha kodi. Maana yake nini? Kwa mujibu wa sheria ile inampa nguvu kubwa afisa wa kodi kukadiria, na atakadiria kupitia taarifa uliompa ya maandishi, lakini kupitia document ulizompa, kwa maana transaction value of identical goods, transaction value of similar goods. Sasa hapo kwenye rushwa, kwa hapo ndio mazingira kwamba ya rushwa alikuwa yanaanzia hapo. Lakini Mheshimiwa Rais ameyakata, na kamishina mkuu wa TRA anasimamia hao watu wanachukuliwa hatua. Mheshimiwa Rais kwa mfano kwenye vitenge ametoa bei elekezi. Mimi nikishusha kitenge, nilipoagiza kitenge kama ni container moja 40 feet au 20 feet, najua hichi kitenge nitatoa kodi bandarini kiasi fulani. Maana yake wewe afisa, kama una lengo la kuchukua rushwa, Mheshimiwa Rais ameshatibu tatizo kwa kutumia utaalamu wake na ufahamu wake mpana wa kiuchumi. Lakini sheria hii ni ya Afrika Mashariki. Busara imeingia ya huruma Mheshimiwa Rais kusema hapana, lazima muwasikilize wafanyabiashara ili kupunguza mianya ya rushwa. Sikilizeni hayo wanayoyataka kwa maana ya kuruhusu kodi bei elekezi. Na serikali ikasema hapana, ili twende vizuri tuchukue sampling, tuchukue sampuli ya vitenge. Tukifanikiwa kwenye vitenge, tutaenda kwenye bidhaa zote kuwa na bei elekezi. Moja, ukusanyaji wa kodi unakuwa na unaongezeka. Zile fedha ambazo zingeingia mfukoni haziingii mfukoni, zinaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Lakini pili, mfanyabiashara anaweza kukisia kwamba mimi nikishusha kitenge changu nategemea kodi elekezi nitalipa kiasi fulani. Kila jambo alikosi changamoto. Mchakato huo una changamoto zake, lakini tunayaona sasa mtizamo chanya wa Mheshimiwa Rais. Tunaona sasa mtizamo chanya wa utekelezaji wa ilani ya CCM pale tunapozungumzia ibara ya 14D ya kurahisisha sheria, kanuni na taratibu kwa sekta za umma kushirikiana na sekta binafsi. Naam, swala la machinga. Ndio. Kwenye hichi kipengele cha ukwepaji wa kodi, wako baadhi ya watu ama madai yanasemwa kwamba baadhi ya wafanya biashara wakubwa wanakwepa kodi kwa kuwatumia wa machinga. Hili likoje? Si kila linalosemwa ndio kweli lipo. Mfanya biashara mkubwa au wakati hawezi kuuza mpaka mtumiaji wa mwisho. Katika ule mnyororo wa ugavi katika uchumi, lazima kuwe na mtu ana import, lazima kuwe na mtu anafanya wholesale, sub wholesale, retail mpaka mtumiaji wa mwisho. Sasa huyu mfanyabiashara mkubwa au wakati anapomuuzia mwenye duka au anapomuuzia machinga, tayari kwa upande wake tayari ameshapata na amekusanya kodi ya serikali kama amesajiliwa VAT, na atalipa kodi ya mapato kwa maana income tax. Sawa sawa. Sasa anaingia mtu wa pili
ambaye ni machinga. Tukumbuke wafanyabiashara wengi wametokea kwenye umachinga, wakati na wakubwa. Wakati na wakubwa. Mimi mwenyewe nimeshawahi kuwa machinga. Ili ukuze mtaji wako lazima kuwe na mazingira nafuu na wezeshi ambao serikali imeyafanya, kwamba hawa watakuwa machinga, lakini baada ya muda fulani watagraduate, watakuwa na mitaji ya kutosha, na wenyewe watafungua maduka, watasajiliwa, watalipa TRA. Kwa hiyo sasa maneno ambayo yanasemwa hayo, ukiyatafuta majibu yake huwezi kuyapata. Ili kundi la machinga kesho na kesho kutwa, mimi nakwambia kwa mwendo anaenda nao Mheshimiwa Rais, ili kundi la machinga tunategemea tutaongeza wigo, kwa maana tax net. Baadaye na wenyewe watakuja kuwa walipa kodi wakubwa. Sasa hivi tuna walipa kodi takriban milioni 2.4. Sasa hivi kwenye dira ya 25-50 ambao kwa mujibu wa ilani kwamba itasimamia serikali kutengeneza dira, kwenye ile dira kuna nguzo inazungumzia uwezeshaji wa uchumi na uimarishaji wa uchumi. Tena kwenye shabaha ya 5, kwenye zile shabaha ya 5 inazungumzia swala la uchumi na uimarishaji wa sekta binafsi. Ngoja nikurudisha kidogo Mfaume hapa kwenye swala la machinga. Umezungumza machinga anahitaji kutengenezewa mazingira wezeshi ili aendelee kufanya biashara yake, aendelee. Wakati ule wa mgomo na tume iliyokuwa imeundwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, tulisikia maneno mengi yamesemwa kwamba wako baadhi yenu nyinyi wafanya biashara hapo Kariakoo, mtu ameisha kuwa mtaji wake umeongezeka, umekuwa mkubwa, lakini bado anajiita machinga. Hii sio njia mojawapo ya kutaka kukwepa kodi? Hilo kwa sababu kuna vyombo vya serikali kama nilivyosema kwamba mzazi akiwa na watoto 5, inawezekana kabisa 4 wakawa ni wazuri, wana maadili mazuri, lakini mmoja akawa mtundu. Katika hawa wafanyabiashara wote sisi tunaamini kupitia jumuiya kwamba ni walipaji kodi na wao wanauza kwa mtu yoyote, kwa machinga na mtu wa kawaida. Na lengo la serikali, kwa sababu ni ustawi wa wananchi, wale ambao wanaenda kinyume na sheria lazima washughulikiwe. Kwa hilo serikali pia linatoa macho na linafuatilia. Kwa yule mfanyabiashara ambaye kwamba yeye ameshakuwa mfanyabiashara mkubwa, anaendelea kulipa kodi, akahama sasa kutoka kwenye duka kwenda upande mwingine, hapo atashughulikiwa. Lakini kulizungumzia hili lazima ulizungumze kwa ushahidi. Kwa sisi tunavyoona kwa haya mazingira, kwa sababu mwanzoni watu walikuwa wanaogopa TRA, sasa hivi waogopi TRA. Unajua ni binadamu kama hakuna sababu ya kujificha kwenye mwavuli wa machinga. Huna haja ya kujificha kwenye mwavuli wa machinga. Lakini pia ukiona mpaka kamishna mkuu anakuja kijiwe cha raha, anywe kahawa, asikilize matatizo yako na yatatue pale pale. Haji tu mwenyewe, anakuja na mkuu wa wilaya ambaye ni mwakilishi wa rais wilayani. Tunajua kwa mujibu wa ibara 35 watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya rais. Sawa sawa? Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hakuna haja tena mfanya biashara kujificha kwenye umachinga wakati kodi inazungumzika, wakati mama ameshasema tusitoze kodi ya dhulma. Tena sheria yenyewe ya kodi ya mapato, the income tax, kabla hajafanywa marekebisho ya mwaka 2004, inasema income tax, a tax imposed or charged on gains or profit from business, investment or employment. Kwamba utozaji wa kodi ya mapato utatozwa kwenye ima mtu amepata gain au profit, kwa maana ametengeneza mahesabu kamili, ikajulikana bwana matumizi yake ni haya, faida yake ni hii, atatozwa kwenye ile biashara kulingana na kilichopatikana. Hichi Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba sitaki kodi ya dhulma na pafanyike mazungumzo, mtu alipe kodi halisia, na hili limeleta matokeo kila wakati. Wakati tunazungumzia swala hili la machinga, awali kabisa wakati tunafungua kipindi umesema kwamba Kariakoo ni habu ya uchumi wa taifa. Inahudumia eneo pana sana
wageni wanaoingia, mizigo inaingia pamoja na kutoka. Leo huwezi kuzungumza uchumi ama biashara ya Kariakoo bila kumzungumza machinga. Sahihi. Lakini machinga hawa tumekuwa tukishuhudia kwenye vyombo vya habari, tunaona ile fukuza wanaonekana kama digidigi, wanakimbia huko wanakwenda huko na nini, lakini hao ndo wanachachua uchumi wa biashara ya Kariakoo. Wewe kama makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, una lipi la kusema ama serikali ifanye nini ili kutengeneza utulivu na ustawi kwa wamachinga? Kwanza, serikali imetengeneza mazingira mazuri ya ushirikiano baina ya wafanyabiashara na serikali kupitia jumuiya zetu, baina ya machinga na serikali kupitia jumuiya ya machinga, lakini baina ya sisi wenyewe kwa wenyewe, au mazingira ya ushirikiano. Lakini vile vile serikali kuna mambo mengine inafanya hata kabla ya sisi kusema. Wamachinga wameandaliwa sehemu Jangwani, sehemu maalumu kabisa, ambayo Jangwani ni sehemu ya Kariakoo, kwa sababu ili uchumi uende lazima ukutanishe doti zote ambazo zinahusiana na uchumi. Ili uchumi uende lazima hizi sera za kiuchumi zifanye kazi pacha. Ili uchumi uende lazima pawe na mkubwa, wakati na mdogo kabisa. Sasa machinga ni mteja wa mfanyabiashara mkubwa, anakuwa yuko Jangwani, ambao serikali imeingiza mabilioni ya fedha na mchoro ule wa Jangwani tayari, na hivi karibuni patajengwa Jangwani kwa maelekezo ya serikali. Hata mheshimiwa mkuu wa wilaya alituambia hilo. Sasa machinga anapokuwa pale Jangwani, ambao anauzia wananchi wa kawaida, wateja wa kawaida, yeye anakuja kula hapa ndani ya Kariakoo kwa sisi wafanyabiashara. Kwa kuna ule mnyororo wa ugavi. Kwa mimi nitaendelea kufanya biashara na nitalipa kodi, lakini mbele yangu hakuna mtu atakaye nibugudhi. Barabara inapitika na huyu machinga. Huo mpango unafikiri kwamba utafanikiwa? Kwa sababu tumeona kwamba mara kadhaa serikali imetoa maelekezo kwamba waende Jangwani, waende Kigogo, kule Temeke, sijui wapi, maeneo yameandaliwa ili mradi kwamba katikati ya jiji la Dar es Salaam papumue. Kulikoni hii kufukuzana kama hapa, lakini wanakwenda wanarudi katikati, wanakwenda wanarudi katikati. Kuna siri gani hapa katikati? Na hii ambayo unasema kwamba wakaenda kule itafanikiwa vipi? Nikwambie jambo moja, kila mmoja ana mbinu yake ya namna ya uongozi. Staili ya uongozi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni staili shirikishi. Yaani yeye kwanza, mwananchi kwanza, mengine baadaye. Raia kwanza, mengine baadaye. Kwa hiyo unakuta kuna ushirikishwaji. Sasa ulimwambia mtu aende nje ya Mbagala, atoke Kariakoo aende nje ya Mbagala au Kigogo fresh, au Kigogo fresh. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo wasikae mbali na sehemu za uchachuaji wa uchumi. Kwa maana hiyo, pale machinga watakapokuwepo, ina maana hata stendi itasogezwa karibu. Magari haya yanatoka Tegeta wapi hayapiti njia nyingine, lazima yapite pale. Kwa hiyo sasa yeye anakuja Kariakoo katikati, ananunua kwa mfanyabiashara mkubwa au wakati. Hana gharama ya usafirishaji. Kwenye mzigo wake anabeba begani au anabega kwenye wheelbarrow, anasogeza Jangwani. Hili sasa unaliona kwamba Mheshimiwa Rais anatoa maelekezo ambayo yanatekelezeka. Hatoi maelekezo ambayo yatashindikana kutekelezeka. Lakini haya maelekezo wahusika wanashirikishwa. Majengo mengi, masoko mengi yamefeli kwa sababu ya wahusika kutoshirikishwa. Lakini staili ya Mheshimiwa Rais ni staili ya ushirikishwaji. Yaani unaiona dhamira yake kwamba analenga kweli ustawi wa wananchi. Kwa Mfaume, kwa staili hii ya uongozi wa awamu ya 6, tutarajie kwamba itakuja kufika kipindi machinga katikati ya jiji la Dar es Salaam hawatakuwepo. Itakuwa ni hadithi. Kwa nini? Ngoja nikwambie jambo moja. Sasa hivi kuna kituo
cha daladala pale Mwenge. Kwenye kile kituo cha daladala Mwenge, maana yake ni kuchachua biashara ya Mwenge. Watu wote walioko barabarani, kama magari yanapita yanaingia kituoni, automatically wataondoka barabarani waingie kituoni, kwa sababu magari yanasimama yanaingia na kutoka. Kuna Kariakoo ambao ndio hub kubwa. Mtu aliyoko Kariakoo ambaye ni machinga anaambiwa wewe usiende mbali, nenda Jangwani, ambapo sasa karibuni Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha kwa ajili ya kujenga. Kwa maana yake ni kwamba akishanunua mali yake Kariakoo katikati, anaenda kuiuzia Jangwani. Jangwani hiyo ambayo watu wote lazima wapite, mtu apite fire, apite kwa njia ya Jangwani kuingia Kariakoo. Kwa atajua mimi nikitaka vitu vichache, sina haja ya kuingia katikati, nitaingia Jangwani na barabara zinapitika. Lakini hilo jambo hilo linarahisishwa sasa hivi. Mheshimiwa Rais hata katika utekelezaji wa usafirishaji yameingia mabasi mapya ya UDA. Kwa sasa swala la kutoka Kimara au Mbezi hivi karibuni litakuwa ni hadisi. Mtu atafika kwenye soko la machinga au atafika Kariakoo katikati, atanunua, ataondoka. Na Mfaume, tumalize na swala la tozo. Tozo ni katika vitu ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa na wafanya biashara, ni swala zima la tozo. Na wewe ni kiongozi kwenye jumuiya, tumeona kuna kamati mbalimbali zimeundwa za Mheshimiwa Jafo na wengine. Ili swala la tozo hivi sasa likoje? Kwa ujumla tozo zilikuwa ni nyingi sana, sio tu Kariakoo, hata kwa watu wa mazao na nini. Kupitia Mkumbiwani ambayo iko chini ya Wizara ya Uwekezaji na Mipango. Mheshimiwa Rais amefuta tozo 384. Tozo 384 amezifuta. Maana yake nini? Tunapozungumzia biashara pia kuna uuzaji wa mazao nje. Kwenye uchumi kuna sera 3 pacha, yani monetary policy, fiscal policy and tax policy. Hizi sera ni kurahisisha utekelezaji wa uchumi. Hii monetary policy iko chini ya Benki Kuu, Central Bank, kupitia sasa haya mabenki madogo madogo, microfinance bank. Tujue kwamba ile jambo la Central Bank sio jambo la leo, ni kikao kilichofanyika Swedish mwaka 1666 Sweden. Kinazungumzia monetary policy. Sasa unasukuma fedha mtaani kupitia mabenki, kwa maana watu wanaenda kukopa, lakini watu walicho walichokikopa wanarudisha kwa riba. Sasa mtu hawezi kukopa kama mazingira ya biashara sio mazuri. Umeelewa? Lakini kile anachokikopa kama akakutana na tozo nyingi, maana yake gharama ya utekelezaji au ya ufanyaji wa biashara ni kubwa. Kufutwa kwa tozo 384, kama wewe ndio unapata hayo mabilioni alafu unasema nayafuta na yarudisha kwa wananchi, ina maana unachachua uchumi. Nini kinafanyika? Huyu mtu mtaji wake ukikua, akilipa kodi kupitia kwa maana monetary policy, serikali itachukua ile fedha, atalipa marejesho ya benki, benki italipa kodi, kwa maana benki itapata faida. 70% ya benki inategemea faida kupitia interest. Serikali inairudisha upande wa pili kupitia fiscal policy katika kipengele cha development expenditure. Ndio haya mabarabara yanajengwa, ndio vituo vya afya, ndio umeme, ndio maji. Kwa watu wanaona kabisa kupitia elimu ya kodi, wanaona kabisa kwamba tunachokilipa kinarudi upande wa pili. Lakini huu ni utashi wa kisiasa. Mheshimiwa Rais kuhakikisha sera pacha za uchumi zinafanya kazi kama kaka na dada, kwamba hichi ninachokikusanya nitakirudisha kwa wananchi kupitia miradi mikubwa. Kwa maana yake haya mazingira sasa ya kibiashara, mazingira ya kiuchumi, kwa sababu watu tozo zimepungua, wanaweza kuuza nje, na wanapouza nje ndio tunapata ile balance of payment, kwa maana export na import. Kwa hiyo tunakuta kwamba sisi tunachofanya importation, lakini rais anachachua kupitia diplomasia ya kiuchumi ambayo imeelezwa kwenye ilani ya chama kwamba atahakikisha
ile diplomasia ya uchumi kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa vizuri. Na hili la kurahisisha, unaona kabisa uelewa mpana wa rais, kwa sababu hii ipo kwenye Kyoto Convention ya 1973 na Kyoto Convention ya 1994 ambayo ilifanyika Kyoto, Japan, kwa maana ya kurahisisha biashara. Na ile Kyoto inazungumzia harmonization and simplification of custom procedure. Mfaume, kwa nini mfanyabiashara anachukia tozo na sio kodi? Kwa mazingira yalivyo, kodi ni rahisi sana kupredict. Yani ni rahisi sana mtu kukisia kwamba mimi nikiwa na faida ya 30%, kwa mfano kwenye income tax, mtu atatozwa corporate tax kama ni kampuni kwa 30%. Sawa sawa? Tozo ni jambo ambalo wakati mwingine linaweza likawa tu limeibuka bila mtu kutegemea. Kwa mfano kupitia serikali ya mtaa, kupitia bylaws, wana tozo zao nyingi. Lakini kwa mujibu wa sheria hizi central tax, unakuta kabisa unajua mimi nalipa VAT 18%, nalipa stamp duty 1%, nalipa withholding tax 10%, nalipa corporate tax 30%. Kwamba 30% corporate, 10%. Hizo zipo na mtu atajipanga nazo kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima. Na hata akimwambia muhasibu wake kutengeneza mahesabu ni rahisi sana. Kwa sababu inajulikana kwamba baada ya faida kitakachotozwa ni hichi. Hichi kinatozwa kabla ya faida. Na ukiangalia kama VAT, sio tu kukosa, ni kupata kwa kupata. Kwa maana VAT inakusanywa wakati unanunua mzigo na inakusanywa wakati unauza mzigo. Kwa ile tofauti ya VAT on purchase and VAT on sales, tofauti ya VAT katika kununua na kuuza, kile kinachopatikana pale ndio unalipa TRA. Kwa maana hiyo, kama wewe ulichouza ni kidogo kuliko ulichonunua, maana yake patakuwa hakuna VAT. Sasa hiyo ni kodi ambayo mtu anaweza kuikisia. Tofauti na tozo. Tofauti na tozo. Sasa hili Mheshimiwa Rais kwa ubobezi wake wa diplomasia ya kiuchumi anaona hili litaua watu wangu. Na likiua watu wangu, maana ya ustawi wa wananchi hautokuwepo. Na yeye anapenda kufanya kazi kwa mujibu wa utawala bora, kwamba ibara ya 8 inazungumzia ustawi, lengo kuu la serikali. Ibara ya 8 ibara ndogo B, lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Mwanzo mwa ibara ya 8 inachukua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itegemea katika misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Kwa swala la haki ya kijamii, mama amelitilia mkazo sana. Nikushukuru sana Mfaume Fadhili. Ndio. Wakati mwingine tutakuita, tutazungumza tena masuala ya kibiashara, masuala ya uchumi, eneo lako la Kariakoo pamoja na maeneo mengine jirani. Asante sana. Mimi nashukuru sana. Mimi nimeona kwamba kumbe tumezungumza muda mdogo, nitamani tuzungumze maana ni mambo mengi sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais amefanya kwa Channel 10 tuna vipindi vingi na tutashiriki pia vile vile. Tunajua mama anafanya vitu vingi sana kwa wafanyabiashara kwa ajili ya kukuza uchumi wa Tanzania. Mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa. Waswahili wanasema kuna lenye mwanzo likakosa mwisho, na hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Kumbuka mada yetu kwa siku ya leo tulikuwa tunaangazia mafanikio ya serikali katika sekta ya biashara na uchumi, na katika kujadili mada hii tulimwalika hapa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, Mfaume Fadhili Mfaume. Hadi wakati mwingine, mimi ni Hamisi Mkotia, tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Asante na kwaheri kwa sasa. Kipindi hiki cha Twende Pamoja kimeletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote, kama vile Unibank, namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora.
Twende pamoja kwa matokeo ya haraka.